Magufuli ndo moja ya rais ambaye hata kama aliua demokrasia, mimi nahisi hata ungelikuwa niwe lazima tu ungeua. Kwa sababu demokrasia gani? Nia yake haikuwa mbaya, nia yake ilikuwa ni kujaribu kuonyesha kwamba hivi vyama vipo kwa ajili ya uhuni tu hivi. Ndio, yeye nia yake ilikuwa ni hiyo, kwamba CCM ishike, ila hakujua kwamba kwenye CCM kuna CCM ya hovyo. Hakujua kwamba iko CCM ya hovyo ambayo yenyewe ikishaona pesa, yani inalewa pesa kiasi kwamba ioni thamani ya damu ya mtu mwingine. Hicho ndio ambacho hakujua, kwamba anaojaribu kuwaingiza kwenye nafasi za juu, hakujua kwamba anaingiza na mashetani. Lakini kiukweli nia ya Magufuli haikuwa mbaya. Nia ya Magufuli kwa ni kulifanya taifa hili liwe ni taifa la tofauti, liwe taifa imara. Lakini sasa hakujua kwamba kwenye cabinet ambayo yeye pengine anahisi kwamba ataenda nayo mbele, hakujua kwamba iko nyingine inarudisha nyuma. Sasa mwisho wa siku ndo hali zimekuwa hivi zilivyo. Lakini ukweli nia ya Magufuli haikuwa mbaya, haikuwa ile kuwakomesha upinzani. Nia ya Magufuli ilikuwa ni kujaribu kutengeneza taifa ambalo litakuwa lina nguvu imara. Sasa upinzani kwa sehemu kubwa wenyewe kwa tu ni mwanzo mwisho, uje si corona. Magufuli anasema jamani, sisi hatuna chakula cha kuwalisha watu kama nchi za kule, tusiweke lockdown. Wenyewe wako tuweke lockdown, watu wanakufa. Kweli upinzani ndo kwa kina Mbowe, maana Mbowe pia ndo Magufuli pengine alimweka ndani. Mbowe tunasema ni upinzani. Mbowe msaidizi wake anateuliwa na rais, ni mteule wa rais, na kwa ujumla wake kwamba kiongozi mkuu wa idara ya usalama wa taifa na wa pili Shalom. Najifikiria leo nizungumze maneno haya kuhusiana na, nimekutana na komenti kadhaa ambayo mojawapo ni kama hii unaiona hapa, inayozungumzia kwa habari ya kwamba Magufuli aliua demokrasia, na pia ni wajibu kumhusisha kwamba alihusika na masuala ya utekaji. Mimi nachotaka niseme ni hiki, kwa jumla mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Hivi kweli kabisa, mimi kiupande wangu ninachoweza kusema, mimi nisemacho ni kwamba sioni shida hata kama kweli Magufuli aliua demokrasia, ila nakuja kupata shida hiyo demokrasia aiue mtu ambaye hana nia njema na taifa. Nazungumza nini hapa? Mimi ninachozungumza ni kwamba Magufuli hata kama aliua demokrasia, aliua kwa sababu ilikuwa inaonekana ni kama ni fujo. Kwa sababu sisi demokrasia kwenye nchi zetu za Afrika, sisemi kwamba demokrasia ni mbaya, ila nazungumzia demokrasia inatumika sana na nchi za magharibi kuchafua nchi za Afrika zisiwe zimekaa katika umoja. Ndio maana rais yoyote ambaye ana nia njema tu, akiwa tu na nia njema, achana nao akina Yoweri Museveni hawa ambao kwa sababu nimefuatilia, wananchi wengi wanalalamika kuteswa, kuumizwa. Mimi sizungumzii hao, nazungumzia wenye nia kama ya Magufuli, wakina Ibrahim Traore. Unakuta unaweza ukawa unafanya mambo ya maana na mazuri, lakini utakuja utashangaa hivi vinavyoonekana ndio vyama vinaanza kushambulia tu na kwanza kusema hafanyi sawa sawa. Sasa Magufuli ukitaka ukubali, angalia sasa hivi hata hivi vyama pinzani wanaona afadhali hata ya Magufuli. Yaani kwa sasa hivi walipofikia wanasema afadhali hata. Nilishangaa hata yule dada Mange Kimambe sasa hivi anaposti short clip za Magufuli alizokuwa anafanya speech mahali tofauti, anaposti na kusema huyu ndo alikuwa baba, huyu ndo alikuwa, lakini si ndo walikuwa akimshambulia sana, kusema kwamba afai, si dictator, si nini. Mwisho wa yote mimi nataka niseme hivi kwamba Afrika, tatizo letu sisi ni fuata upepo. Yani tunaangaliaga tu kule tu ambapo watu ni wengi, wanasifia, wanapongeza, ndo na wewe lazima tu uelekee huko. Lakini sasa hivi mimi nahisi hata hichi kinachoitwa upinzani, nafikiri mpaka sasa kulingana na joto la jiwe tulopitia Tanganyika, ambapo watu wanatekwa sasa, wengine wakasema hata bendi sana. Mara nyingi wanaozungumza lugha hizi, mimi nakuhakikishia mtu wa Mungu, wanaotumia lugha hizi ni wale wale tu wa upande fulani ambao wanahusika na masuala ya utekaji, ni wale wale. Hivi kweli kabisa Magufuli, unataka kuniambia masuala ya utekaji kweli aliyaunga mkono na alifurahishwa na masuala ya utekaji kabisa? JPM
Kama sasa ambapo tunaona kwamba wakina Ali Kibao wanateremshwa kwenye magari wanauawa, baada unajua unasikia kifo ni kifo tu. Kweli JPM ambao unaona hata tu alipokwenda tu magerezani anatembea ambaye bwana nao ndo watakuwa wanyonge. Magufuli alikataa kunyonga. Hebu tu kweli kabisa kwa kipimo tu kile cha ndani kabisa, cha ndani tu kabisa. Kweli Magufuli asapoti masuala utekani. Watanzania tufike, Watanganyika tufike hatua tusitumie akili za kuchakizwa tu na watu ambao kwa sehemu kubwa akili zao ni mbovu. Tuwe tu tuna uwezo wa kupima. Hata mimi mwenyewe unaniona mimi nije kuwa rais, kiongozi ndani ya nchi hii, wewe jua mimi vyama pinzani wenda pengine nitavifyekelea mbali kabisa, nakwambia. Sasa utawa demokrasia ipi? Ukitaka uone kama ni kazi ya demokrasia sasa ibidi tuone kwenye wakati huu. Vyama pinzani aliua. Sasa hivi kwani vipi? Haviko. Mbona sasa vimekaa kimya? Mwisho wa siku tunajosema ndo yale tu. Hakuna chochote bwana. Hakuna cha upinzani. Labda pengine huyu aliyoko sasa hivi Tundu Lissu ambao ndo sasa hivi kidogo wanamenyana sana na serikali hii. Labda pengine, lakini kwa upande mwingine mimi naishi walikosea sana kuto kumuunga mkono Magufuli, kwa sababu unaona kwenye corona wako kinyume naye, anafanya maendeleo wako kinyume naye. Ona sasa ametengeneza uwanja nyumbani kwao Chato, ni kila kitu. Sasa unaona hivi kweli kwa Magufuli kazi alizozifanya atakuwa kukutana na upinzani wowote? Atakuwa kweli akutane na upinzani aliyokutana nao na kipindi kile ambacho ndo wakina Tundu Lissu? Kweli hata kama kuna namna yote ambayo itokea wakaanza windwa, mimi nachotaka niongee ni hivi kwamba JPM siamini kabisa kama kweli aliagiza waende wakamue labda si ndo Tundu Lissu wakampiga. Siamini. Inawezekana ni kweli, lakini siamini kama JPM kweli alituma maafisa waende kabisa wakamwangamize. Siamini. Whether ni kweli, lakini pia nakuja naangalia kwa nini pengine ikawa vile. Unajua unaona haiwezekani kwa kazi ya Magufuli. Unajua tumekuwa na marais wengi ndani ya nchi hii. Hebu tukubali tukatae. Tuone tu kwa uhalisia. Hivi kweli kwa kazi alizozifanya Magufuli atakuwa kutana na upinzani wote wa kumpinga na kumkosoa kwa kazi alizozifanya? Mwisho wa siku hata wanaompinga ni maneno tu, kwa sababu aliye mwaminifu katika kidogo hata kikubwa anaweza kuwa mwaminifu. Wanaompinga unajua unakuta chunguza walipokuwepo wabunge, walipokuwepo si viongozi kwenye hizo wilaya zao, walifanya nini? Sijajua kama utakuwa umenielewa, ila kiukweli mimi ninachoweza kuambia Magufuli ndo moja ya rais ambaye hata kama aliua demokrasia, mimi nahisi hata ungelikuwa niwe lazima tungeua, kwa sababu demokrasia gani? Nia yake haikuwa mbaya. Nia yake ilikuwa ni kujaribu kuonyesha kwamba hivi vyama vipo kwa ajili ya uhuni tu hivi. Ndio, nia yake ilikuwa ni hiyo, kwamba CCM ishike, ila hakujua kwamba kwenye CCM kuna CCM ya hovyo. Hakujua kwamba iko CCM ya hovyo ambayo yenyewe ikishaona pesa, yani inalewa pesa kiasi kwamba ioni thamani ya damu ya mtu mwingine. Hicho ndo ambacho hakujua, kwamba anaojaribu kuwaingiza kwenye nafasi za juu hakujua kwamba anaingiza na mashetani. Lakini kiukweli nia ya Magufuli haikuwa mbaya. Nia ya Magufuli kwa ni kulifanya taifa hili liwe ni taifa la tofauti, liwe taifa imara. Lakini sasa hakujua kwamba kwenye cabinet ambayo yeye pengine anaishi kwamba ataenda nayo mbele, hakujua kwamba iko nyingine inarudisha nyuma. Sasa mwisho wa siku ndo hali zimekuwa hivi zilivyo. Lakini ukweli nia ya Magufuli haikuwa mbaya, haikuwa ile kuwakomesha upinzani. Nia ya Magufuli ilikuwa ni kujaribu kutengeneza taifa ambalo litakuwa lina nguvu imara. Sasa upinzani kwa sehemu kubwa wenyewe kwa tu ni mwanzo mwisho. Uje si corona, Magufuli anasema jamani, sisi hatuna chakula cha kuwalisha watu kama nchi za kule, tusiweke lockdown. Na wenyewe wako tuweke lockdown, watu wanakufa. Kweli upinzani ndo kwa kina Mbowe, maana Mbowe pia ndo Magufuli pengine alimweka ndani. Mbowe tunasema ni upinzani Mbowe. Hebu acha niishie hapa. Nilitamani tu niongee haya machache asubuhi ya leo. Neema Kristo Yesu iwe pamoja nayo. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka nyikani, anasema tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake, ili mtu yule afai katika Bwana tangu sasa apate kutimiza wajibu wake. Tazama Mungu mhukumu haki, kila mtu yuaje na malipo. Na hii ndio maana neno Maranatha. Amen.